Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote na wakati wote Mungu ni mwema. Nawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Wana wa Bwana, natarajia mko na amani. Amani ambayo Yesu Kristo alisema ametupatia. Amani ambayo ipitayo ufahamu wa wanadamu na ine pamoja naye. Hakika kwa sababu Yesu alisema hiyo amani. Yeye alisema kila ametuachia. Hakuna jambo lingine na hamna mtu anaweza kunyang'anya hiyo amani. Kwa hivyo najua mko na amani, anaendelea na kuwatendea mema katika jina lake. Sisi tu sawa. Leo wacheni tuingie katika neno, wacheni tunene neno la Bwana kama vile anahitaji tunene. Biblia inaniambia ni upanga ukatao kuwili. Na kwa hivyo fungua moyo wako ili huu upanga ukate na utoe kile hakifai. Kile ambacho kinafaa kipate nafasi. Wacheni tufungue mioyo zetu, wacheni tusikie kutoka kwake Mungu Baba. Yeye ambaye hunena na neno lake hamna mtu ambaye anaweza badilisha. Neno lake hamna mtu ambaye anaweza ondoa. Neno lake hamna siku yeye ugairi. Yeye ulifuata nyuma akalitimiza. Na siku ya leo wacheni tu tukaingia katika lile neno ambalo tumekuwa tukisoma kutoka jana. Naye ni Exodus 15 ama Kutoka 15 kwa Kiswahili. Kaingia katika lile neno na tusikie vile Bwana ananena. Kwa kuwa ni Mungu alikuwa ananena na wana wa Israeli. Na alinena na wao wakati walikuwa wamekunywa maji na wakasikia yale maji sio mazuri. Na wakakuwa wakuteta na wakamwambia Mose. Naye Mungu akamwambia Mose vile afanye, naye Mose akafanya. Lakini tukiangalia hapo tunaona ya kwamba Mungu akaendelea na kunena. Wakati Musa alimlilia Mungu, Mungu akamwambia vile atafanya. Naye Mungu akaendelea na kunena na Musa. Na akamwambia utasikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu ananena nasi. Kama vile alinena na Mose, wacha tusikie ile Bwana ananena na mioyo zetu. Akasema ya kwamba utasikiza kwa bidii sauti ya Bwana. Kwa hivyo wacheni sauti ya Bwana siku ya leo tuisikize kwa bidii. Kwa vile hivyo ndio Bwana anataka. Sio sauti ya jambo lingine lolote, sio sauti ya mtu mwingine. Sauti ni nyingi imenea watu. Sauti huwa ni nyingi, zinakuja kwa masikio yetu, kwa mioyo zetu, kwa nafsi zetu. Lakini anasema ni kusikia sauti ya Bwana Mungu wetu na kufanya yaliyoelekea mbele zake, yaliyoelekevu tufanye mbele zake. So ni wewe ujitazame moyo wako, utazame consciousness yako, ndani yako unafanya yapi. Kwa vile hivyo ndio Bwana anahitaji tuwe tukifanya. Na kutega masikio usikie maagizo yake na kushika amri zake. Bwana akasema ni kutega masikio, kusikia amri zake, kumsikiza yeye. Amekuambia nini? Ametuambia nini? Ni nini Mungu ameamuru tuwe tukifanya? Sisi ambaye tulimkubali Yesu awe mwokozi wa maisha yetu. Ni kutega sikio na kumsikiza yeye. Kuna mahali neno inasema ya kwamba alisema amri ataziweka ndani yetu. Kutafika wakati sio tufundishane mtu na mwingine, bali ataziweka amri ndani ya mioyo zetu. Na wakati umekubalisha ile ndani ya moyo wako, utajipata wewe uko na dhamiri iliyo hai. Unatenda yale yanamfurahisha Bwana. Unajipata hata wakati ambapo unaenda kutoka katika njia za Bwana, wajua, waelewa. Sio lazima uambiwe na mtu. You know when you go wrong. Na kwa hivyo akasema na kuzisikia amri zangu. Mimi akasema hivi Bwana, wakati ambapo tumekaa vile, wakati ambapo ukijipima unasikia
mimi niko katika njia ya Bwana. Wakati ambapo unaondoka kidogo unajisikia nirudi katika njia ya Bwana. Then akamwambia hivi Mose. Ni Mose alikuwa ananeneshwa Bwana wakati ambapo wale wa Israeli walikuwa wamemrudia, naye Mose akarudia Mungu. Naye Bwana akamjibu. Na kwa hivyo akaendelea na kumnenesha na kumwambia, na kuzisikia amri zangu. Wakati ambapo tutakaa hivyo, tutazisikiza kwa bidii sauti, tutasikia kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wetu na kufanya yaliyoelekevu mbele zake, na kutega masikio tusikie maagizo yake. Halo, kutega masikio tusikize maagizo yake na kuzishika amri zake. Naye Mungu anasema nini? Tusikize vile Bwana anatuambia siku ya leo. Sikiza kwa makini, because hii ndio message ya Bwana asubuhi ya leo. Hii ndio message ya Bwana kwako wewe siku ya leo. Yeye ndiye anajua sababu yake. Yeye ndiye anajua kwa nini ananena hivyo. Mambo mengine sisi huongea tu na sisi hubiri tu. Maybe unaona ni kwa kawaida watu wanaosema. Lakini ujue ni neno lake, sio neno la mwanadamu. Akasema nini Bwana? Asema Bwana, thus says the Lord. What is he saying? Tega masikio yako na ya roho usikie ndani yako ni nini anasema leo. Thus says the Lord. What? Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri. Wanisikia? Bwana akasema na akawaagizia wana wa Israeli. Na siku ya leo anakuambia wewe ulio wake. Wewe ambao umemkubali Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Wewe ambaye Yesu alichukua yote msalabani na akasema it is finished. Wewe ambaye Yesu alibeba mijeredi kwa ajili yako. Katika Peter tukumbuke alituambia ni kwa mijeredi yake tulipona. Not tutapona, tulipona. We are healed. We are well. Na neno inaniambia mahali pengine. Therefore there is no condemnation. Wale tulio katika Bwana, ambaye tunaishi katika mpangilio wake Bwana, hamna jambo lingine linakuja kinyume na mapenzi ya Bwana. Na kwa hivyo Bwana akasema na akanena. Na ndivyo ananena na kusema na wewe. Sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri. Sijui kama wewe ni Misri leo. Sijui kama wewe uko kinyume na Mungu leo. Lakini yule yuko katika Bwana anakuambia hatatia hayo maradhi juu yako. Na anaendelea na kukuambia nini? Hatatia maradhi na nini nyingine? Kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Haleluya. Mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Hapa alinena na wana wa Israeli. Wale ambao tulio wa Kristo, neno likatuambia jambo moja, ni kwa mijeredi tulipona. Kwa hivyo akanisema nini? Mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Na kama alituponya, haleluya. Na kama alituponya, nani mwingine? Ni nini hii ingine? Magonjwa haya yatatoka wapi? Yamepewa ruhusa na nani? Yako na haki gani kuja juu yako wewe, mpenzi wa Bwana? Ruhusa gani? Mimi Mungu hajaniambia amepeana ruhusa wale walio wake waguzwe. Mimi Mungu hajaniambia amepeana ruhusa. Hapa alinena na neno lake. Mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Yeye alituponya kwa mijeredi. Mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Yeye alikuponya kwa mijeredi.
Na kwa hivyo hayo mengine unataka kuongea, hayo mengine wewe unataka kuamini yako, na yako kinyume na Mungu Baba, yako kinyume na Elohim, yako kinyume na Elion, the most high God, yako kinyume na El Shaddai. That is not from God. That is not your portion, child of God. Hiyo sio yako wewe. Kwa hivyo wacha kuchukua yale yasiyo yako ukajivike. Wacha kuchukua yale yasiyo yako ukakubaliana nayo. Sababu alisema hayo. Na Yesu mwenyewe msalabani akasema it is finished. Na sasa tunaambiwa na neno ya kwamba ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, akiwa pale advocate, akikutetea pale kwa Bwana, akimwambia nilimaliza hiyo kazi Bwana. Uliponya. Hapa akasema mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Uliponya. Aliponya. We are healed. It is done. Na ndio ninaweza kuwa nikisema na nikikemea na nikisema hiyo yote ikufe na ikwishe in the mighty name of Jesus. Mtu anaona ni kama huyu anahubiri kinyume, huyu hajui vile ananena. No. This is thus says the Lord. And if he said it, it is done, it is done. Ni nini hiyo ingine unataka kuniambia iko? Ni nini hiyo ingine unataka kuniambia iko above? Neno. Ambaye neno lenyewe ndio lilifanya kuwe, na neno inaniambia ya kwamba hakuna jambo liliko ambalo haliko kupitia yeye neno. Na neno amesema yeye ndio ukuponya. Na neno akasema kupitia mijeredi tulipona. Na neno akasema imekwisha, akiwa pale msalabani Calvary. Amekamilisha kile alikuja kufanya. Amekamilisha. So it's up to you. Uchukue. Na ndio ninakemea na ninakataa kile kilio kinyume na Mungu Baba. Hicho naendelea na kukemea na kukataa. Hakifanyi kazi na hakitafanya kazi, na kimeshindwa, na kilishindwa 2000 years ago in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. And whom the Lord has set free is free indeed. So haijalishi. Majaribio yanaweza kuja. Unaweza guzwa kidogo. But it's up to you. Kumbuka katika ulimi wako kuna uhai na kuna kifo. Ni wewe unene uhai na wewe ukatae. Tukubaliane wa Kristo wa Mungu. Na wewe kama hujaokoka ambaye unaweza kuwa ukinisikia, ni wakati ukiri na ukubalishe Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Mwambie Yesu, ninaamini wewe ni mwana wa Mungu. Njoo ndani yangu. Uwe mwokozi wangu. Uandike jina langu katika kitabu cha uhai. Siku ya leo. Ndio na wewe uweze kusimama katika hizi promises za Mungu Baba. Kwa vile yeye anatendea wale walio wake. Na wewe ulio wake, amuka kutoka kwa usingizi wa kiroho. Amuka kusikia sauti ambazo unazisikia hizi nyingi. Sikiliza sauti ya Mungu Baba. Sikiliza neno lake. What is he saying? Mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Bwana nikuponyaye. Not a human being. Not the work of a human being. Not the work of anybody who takes breath by the nostrils. No. Ni yeye aishie milele na milele. Yeye Yesu aliachilia mitume. Na wakaenenda wakiwekelea watu mikono na wakipona. Wale walioamini walipona. And it does not mean ya kwamba ilipita siku za mitume na ikaisha. Wewe ambao unaweza kuwa ukisikia mgonjwa, pona kutoka dakika hii. Bwana anasema is the one who heals you. So be healed and receive it. Na usichukue kama mzaha. And give glory to the Almighty for he liveth. Tunaendelea na kusikia neno lake akituambia nini? Rakito Mozaya. Tunaendelea na kusikia neno lake. Tukiangalia vizuri na tutafakari kidogo tu katika neno lake, tuangalie Mfalme Daudi. Napenda kurudi kwa Daudi mara nyingi, maana Daudi alisimama kwa imani. Tusimame tu tusikie kidogo kutoka vile Mfalme Daudi alikiri na akasema. Tukiangalia Zaburi 103, tunasikia Daudi akiongea na akisema nini? Nafsi yangu anajinenea yeye kama vile wewe leo jinenee.
Umuhimidi Bwana. Naam, vyote vilivyo ndani yangu, ndani yako, himidi Bwana. Rudi ndani yako ndani, wewe mwenyewe. Jiite mkutano. Anza kumuhimidi. Ambia moyo wako, himidi Bwana. Na vyote vilivyo ndani yako. Bwana asifiwe. Vilihimidi jina lake takatifu. Kwa hivyo ni jina lake takatifu tutahimidi. Praise the name of the Lord. Himidi. Within you, from inside you. Daudi akaelewa na alikuwa akijiambia yeye. He used to prophesy to himself. Nafsi yangu anasema, umuhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Na fadhili zake ni za milele. Kwa hivyo wacha kusahau mwanadamu, wacha kusahau wewe mtoto wa Mungu, wacha kusahau wewe ambao umemkubali Mungu. Yeye Mungu, kwa sababu Daudi akaelewa, yeye usamehe maovu yote yako, akuponya magonjwa yako yote. So it only takes you 1 minute to mwambia Lord I'm sorry. Next minute unajipata umerudi kwako na kwake na amekuponya. Magonjwa sio ya Mungu, ni ya shetani. Kwa hivyo tuache kukubalisha shetani atawale. Tutamalaki na tutawale wana wa Bwana. Tukemee na tukataane na magonjwa. Tukataane kutawaliwa na magonjwa katika jina lake Yesu Kristo. David alielewa na alikuwa akijiambia yeye mwenyewe. Ni up to you uanze kujiambia wewe na mwingine aliyo Mkristo. Imagine tukijiambia hivyo watu 100 wa Kristo, kama hatutaona mapinduzi. But kama tumejifungia, tunatetemeka, tumeogopa sote. Where are they? Those who are going to stand like David today. Amesema yeye ndiye atuponyaye. Anasema Daudi, akusamehe maovu yako yote. Ikiwa kuna maovu, anasamehe. All you do is this, Lord, forgive me. And the next minute is healing you. Forgiveness huja na healing automatically. Oh, hallelujah. Akukomboa uhai wako na kaburi. Kaburi haina ruhusa ya kukumeza wewe. Yeye ndiye anakukomboa na kaburi. Tukiangalia Yesu, makaburi alitii, akafungua, akaachilia waliokufa. Tunaambiwa yeye ndio uko na kifunguo cha Daudi, ya kufunga na kufungua. Akifungua hakuna atafunga, akifunga amefunga. So hii funguo imetoka wapi ambayo inafungua jambo ambalo walifungiki? Ama jambo gani hili limefunguliwa ambalo Bwana amekubalisha? Hebu turudi kwa Mungu. Anasema akomboa uhai wako na kaburi. Akutia taji ya fadhili na rehema. Imagine crown iko juu yako. Taji ya masi za Mungu juu yako. Taji za rehema ziko juu yako. Sijui kama wanisikia ama wanielewa Mungu mwana wa Bwana. Anasema ziko juu yako. Bwana asifiwe. That crown of loving kindness and tender mercies on you. Imagine unatembea nayo na unjui. You have a crown juu ya kichwa yako. Loving kindness, tender mercies. You're walking on the streets. Usioni, lakini mapepo zinaona. Magonjwa yanaona, yanakuogopa. Yakifika karibu na wewe yanakufa. Na wewe hujaelewa hivyo, hujajua hivyo. Wewe umetetemeka, umejifungia ndani ya nyumba. Wewe umetetemeka, umeogopa. Unasema unakufa. Na anasema hiyo taji iko juu yako. He forgave you. Yesu alichukua dhambi zako, Yesu alichukua ubaya wako wote, akautundika msalabani na akasema imekwisha. Siku ya leo hiyo taji iko juu yako. Bwana asifiwe sana. Siku ya leo iko juu yako. Aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Aushibisha mema uzee wako. Haleluya. Ujana wako ukarejea kama watai.
Kwa hivyo yeye ndiye anahuisha, yeye ndiye anarejesha ujana, yeye ndiye anasimamisha mifupa. Ukisikia kama zinakuwa hazina nguvu, anarudisha nguvu. Nyama anarudisha nguvu. Kina Moses walienda 120. Biblia inaniambia na Yoshua walienda wakiwa wamesimama, hawakuinama, macho ikupotea. At 120, at 85, Caleb alisema bado anajisikia kama 45 year old. Ataenda kuchukua kile aliambiwa. Ukianza kufika 45 unasema wewe ni mzee. Caleb at 85 alisema anajisikia vile anaenda kupita ile aliambiwa na Bwana. Let's wake up, children of God. Mtokeni katika usingizi wa kiroho katika jina la Yesu Kristo. Yeye Bwana ndiye atuponyaye. Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoonewa. Hukumu ndiye atahukumu. Hukumu ndiye atahukumu. Mwenye kutenda maovu haya atakuwa wa kujibu mbele ya Mungu Baba. God will deal with them and deal with him in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Alimjulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Bwana amejaa huruma na neema. Haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Ni mwingi wa fadhili. Huruma na rehema zake ni mpya kila usubuhi. His mercies are new every morning. Kila tuko supposed kujua ni ya kwamba even if we walk in the valley of the shadow of death, we should fear no evil. Amesimama pale na gongo na fimbo yake. Na hiyo peke yake ndio kwa supposed kukumbuka. Baba yuko hapa. Baba yuko hapa. Na wengi ambaye tushakuwa pamoja kanisani wanakumbuka maono ambayo tuliambiwa na mtumishi wa Bwana kwa nyumba. Ya kwamba siku moja aliona amekutwa na shetani, kishetani na kikaitana na kikaleta grupu yake. Na alipoogopa akasema mimi nimekwisha sasa, kwa sababu alikuwa anamuuliza kwa nini wewe ni nani? Alilia na akasema sasa mimi nimekwisha. Lakini tunakumbusha, tulituambia kwamba aliona wawili wamekuja, moja pande hii na moja pande hii. Walikuwa wakubwa sana, wametoka kutoka mbinguni. Na walipofika pale walishuka tu kando na kando na wakaangalia zile mashetani. Hata hawakufungua vinywa. Kufold mikono tu mbele yao. Zile mashetani zilipasuka. Oh, hallelujah. Wana wa Bwana, tena na tena nawaambia, tokeni kwa usingizi wa kiroho. Mungu ananena na kusema, I am the Lord who healeth you. Na kama yeye ndio uponya, ni nani mwingine atauguza? Na atauguza kama amepewa ruhusa na nani? Atakuguza kama amekubalishwa na nani? Na kile kilicho cha Mungu ataguza kama amepewa na nani? There is no condemnation in those in Christ Jesus. Are you in Jesus? Na kama uko ndani ya Yesu, basi anakuambia vizuri na anakuambia wazi, yeye ndiye Mungu akuponyaye. Na alishakuponya miaka zaidi ya 2000 iliyopita, wakati ambapo Yesu alibeba yote, Mijeredi 39. Huwa ukitembea barabarani, kama unaitwa Njoki ama unaitwa Wanjiko, nasikianga Wanjiko ndio inakuanga commonly used for mwananchi. Huwa ukitembea ukisema 39 times unakumbuka Wanjiko. Ya kwanza iligongwa Wanjiko, ya pili Wanjiko, ya tatu Wanjiko, mpaka zikafika 39. Ukumbuke hizo zote alikuwa kitandikwa. Mungu akijua ni Wanjiko anatandika. Ili leo Wanjiko awe akitembea mifupa kama ziko straight. Uzee ukihuishwa tena, ukifanywa upya kama tai. Ujana wako ukirejeshwa kama tai. Eagle. Today, elewa hivyo na ujue hivyo. It's a new day, it's a new dawn. Tufungukeni kiroho, tuamkeni kiroho.
Hakuna amri yoyote ya kifo imekubalishwa kutake over. Kwa kuwa mahali pamoja katika Romans inasema ya kwamba let me read that, though sikuwatumia hiyo neno, but kwa sababu imekuja ndani yangu, acha nifunge tu na hilo neno ambalo sikuwatumia, lakini najua ni Warumi 8. Katika Warumi 8, kwa sababu sheria ya Roho 8 verse 2, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. So you're free kutoka kwa sheria ya dhambi na mauti, na uliwekwa huru na nini? Kwa sababu sheria ya Roho ya uzima, are you with me? Sheria ya Roho ya uzima ule ulio katika Kristo. Kristo aliye ndani yako na wewe ndani yake. Hiyo sheria ya Roho ya uzima iliyo ndani ya Kristo Yesu imekuacha huru. So you're free, uko huru kutoka kwa sheria ya dhambi na mauti. So mwana wa Mungu, be free, be made whole. Tembea ukiwa mpya leo, ukiwa umejazwa na nguvu yake Kristo na uponyaji wake Kristo. Upone mwili, upone katika maisha yako, upone katika mali yako. So today upone katika mwili, katika mali na katika maisha yako, in the mighty name of Jesus Christ. Sheria ya mauti haina nguvu juu yako. So hata kama wameelekeza mauti, hata kama wamesema kuisha, hata kama wamesema kufa, hata kama wamesema magonjwa, hata kama wamesema mali ikuishe, it will not be so, kwa sababu hawana ruhusa na haina ruhusa. Hiyo sheria yao ya dhambi na mauti haikubalishwi na Roho, haikubalishwi na sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo. So pokea amani yake Bwana, pokea uponyaji wake katika jina la Yesu Kristo. Pokea, pokea, pokea. And may God bless you so much. Nyinyi wote na yule ambaye hajaokoka, pokea Kristo. Yeye tu ndio kimbilio, yeye ndio tegemeo, yeye ndio egemeo, yeye ndio ako na jibu ya maisha yako. Hata upande wapi, hata ushuke wapi, hata uende kwa waganga, kwa wachawi, hata uingie wapi, at the end of the day, hiyo yote ilishindwa na sheria ya Roho wa uzima katika Kristo Yesu. So pokeeni Kristo, nyinyi ambaye hamna Kristo, na mtaona ushindi ndani ya maisha yenu. Bwana na wabariki, naendelee na kuwalinda na kuwatendea mema na kuendelea na kuwaponya, maana amenena na kusema tena, mimi ndiye Mungu wa uponyaji. Mimi ndiye niliye na uponyaji wenu, asema Bwana. May God bless you. Amen.